Kiswaga nilimwita Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando, atafuatiwa na Mheshimiwa Esther Lugako Midimu. Mheshimiwa Aziza Ali ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika hotuba ya Waziri Mkuu na bajeti ya Ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naipongeza serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Moja, kwa kutupa nafasi vijana. Nimeona Dr. Samia Suluhu Hassan amemaliza lawama kuhusiana na vijana katika bunge hili. Asilimia kubwa ni vijana. Ametupa nafasi twende tukawasaidie wananchi. Lawama yoyote ambayo tulikuwa tunalaumu kama vijana tupewe nafasi, haya bunge hili hapa tuko wengi kuliko watu wenye umri mkubwa. Sasa huu ni muda wa sisi kuweza kuonyesha Tanzania kwamba vijana tunaweza. Ukiangalia idadi kubwa ya mawaziri wamepewa vijana. Mama amemaliza kwenye hilo. Ni muda wetu wa kufanya kazi. Sasa nimeangalia asilimia 97 ya wabunge wote ambao wameongea katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchangia bajeti ya Waziri Mkuu, ya Ofisi ya Waziri Mkuu, wameongelea barabara. Asilimia 97. Tafsiri yake ni kwamba swala la barabara ni tatizo, ni kama janga lingine. Ni kwa nini tusifanye maamuzi bunge hili tukaiweka swala la barabara kama janga la taifa na tukatafuta namna bora ya kuweza kutatua shida ya barabara? Mheshimiwa Mwenyekiti, ukimpelekea mkulima mbolea shambani alafu usipompa barabara ya kufikisha hayo mazao ambayo anayatoa shambani kuyaleta mjini, ni sawasawa na kazi bure. Ukijenga hospitali ya wilaya usipowapa wagonjwa njia ambayo watapitishwa na hiyo ambulance kwenda hospitali, hiyo ni sawasawa na kazi bure. Jimbo la Kigoma mjini, hospitali ya wilaya ilipojengwa, hakuna barabara ya kuwafikisha watu pale, ni mashimo, mabonde na kuinama. Tafsiri yake ni nini? Utampeleka mzazi kwenda kujifungua, wakati unampeleka unampiga kwenye mashimo, afike kwanza atengenezwe kwanza nyonga ulovunja kwenye mashimo. Haiwezekani. Lazima tufanye maamuzi. Vijana tuko humu ndani, tuwafanye maamuzi kuhusiana na swala la barabara. Na nataka nimwambie ukweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la TARURA kuna mtego huwa wanatuingiza, mkenge. Ukisikia wataalamu wanakushauri upeleke barabara ya vumbi kwenye jimbo lako, tafsiri yake ni kwamba wamejitengenezea kitengo cha kuwa wanakutana na mkandarasi kila mwaka kuchukua 10%, kwa sababu utatengeneza barabara ya vumbi mwaka huu kwa milioni 400. Ikifika mwezi wa 12 mvua zikinyesha zinazoa milioni 400 yote zinaipeleka ziwani au kwenye mto. Mwaka kesho mnatenga tena milioni 400 kwa ajili ya kujenga barabara ile ile. Wale watu wa TARURA wanakutana na mkandarasi kila mara achukua 10%, maisha yanaendelea. Ni muda wa kufikiria kujenga barabara za lami na tuachane na barabara za vumbi. Na mmerahisisha lugha kuita barabara za vumbi. Mzee, ni barabara za vumbi wakati wa kiangazi. Ikifika wakati wa masika ni barabara za tope. Nadhani tuzibadilishe jina, tuziite barabara za tope. Jimbo la Kigoma mjini tulipata ufadhili wa nchi ya Belgium mwaka 2018, mimi nikiwa diwani 2018. Belgium walikubali kutujengea kilomita 42 za barabara za pavement blocks ambazo zingeenda kufuta shida yote ya barabara katika jimbo la Kigoma mjini. Lakini mpaka leo hakuna kinachoendelea, na mkandarasi alikuwepo, upembuzi yakinifu ushafanywa na kila kitu. Juzi nilienda kwa Shemdoe kwake, nyumbani kwake, sikumkuta. Nilienda kwake sikumkuta. Nikaenda nikaniuliza hata shemeji yangu naye sikumkuta. Nikakuta watoto wake maana niliona sura zinafanana na Shemdoe mtupu, nikajua ni watoto wake. Lengo niko nataka nikakae na Shemdoe tuongee kifamilia kuhusiana na barabara za Kigoma mjini. Jimbo la Kigoma mjini ndio jimbo la mjini ambalo lina barabara za vumbi kuliko jimbo lolote duniani, sio Tanzania, dunia nzima. Nataka nikuhakikishie, ukienda kata ya Mwanga Kaskazini kuna barabara inaitwa barabara ya Serengeti ambayo inaunganisha kata ya Mwanga Kaskazini na kata ya Gungu. Hiyo barabara ina makorongo ambayo ukifika Mheshimiwa Waziri Mkuu utasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ukienda kata ya Buzebazeba
kutokea uwanja wa Lake Tanganyika, ukipita barabara hiyo ambayo inaenda kuconnect mpaka soko la Buzebazeba, ina connect kata ya Rusimbi, ina connect kata ya Kasingirima, ina connect kata ya Majengo, ina connect kata ya Machinjioni. Barabara zote hizo ni vumbi tupu. Ifikia hatua mtusaidie watu wa Kigoma, na sisi tupate barabara ambazo zitaenda kuchochea maendeleo ya mji wetu. Leo hii tunaenda pale na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nadhani kesho kutwa, kwenda kukutana na wafanyabiashara kutoka Kongo, Burundi na sehemu zingine tofauti tofauti. Wanaenda kuona aibu iliyopo pale Kigoma mjini. Wanaenda kushuhudia barabara za vumbi zilizotaradadi pale ndani. Na hawa watu wakishaona hizo fursa, baadaye wataanza kuzinunua nyumba za wapiga kura wangu kwa bei ndogo, kwa sababu nyumba iko kwenye korongo, utamuuzia nani bei kubwa? Watazinunua bei ndogo. Tukija kujenga barabara, wananchi wetu watakuwa walipoteza opportunity. Huu ni muda, wameniamini kibarabara, mtoto wao. Nimekuja kuwaombea barabara kwa ajili ya jimbo la Kigoma mjini, katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusaidieni barabara, tupeni barabara. Na kama tukifanya maamuzi ya pamoja, wabunge wote, na waambieni ukweli, mama alivyokuja kuhutubia hapa, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, alivyokuja kuhutubia hapa bunge, alivyotaja tu barabara, bunge zima likapiga makofi, akajua hapa kuna tatizo, na ndio maana ameongeza hela kwenye upande wa barabara. Lakini bado, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba sana tusaidie watu wa Kigoma tuweze kupata barabara. Hiyo ni tabu kubwa. Shida ya pili, mafuriko. Jimbo la Kigoma mjini limekumbwa na mafuriko. Yapo mafuriko ambayo yanatengenezwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu analeta mvua nyingi, mafuriko yanatokea. Hiyo hatuwezi kumlaumu mtaalamu yoyote. Lakini yapo mafuriko ambayo yanasababishwa na uzembe wetu sisi ambao ni viongozi tuliopewa nafasi ya kuongoza wale wananchi. Kwa mfano, sehemu ambapo maji yangepata mtaro yangeenda ziwani moja kwa moja, haujajenga mtaro. Tafsiri yake maji yanachagua sehemu ya kupita, aidha achague sebuleni au chumbani, kisha apitilize endelea shughuli zake. Kwa kuna makosa mengine, hata mimi kwenda kuwapa watu pole naona aibu. Huwezi kwenda kuwapa watu pole sehemu ambapo ungejenga mtaro mkubwa, maji yasingeleta mafuriko kwenye nyumba za watu. Siwezi kwenda, na nikimwona waziri anakwenda aende yeye, wakamzomee mwenyewe. Mimi siwezi kwenda. Mimi ninachotaka kwenda niende na Shemdoe, twende tukazindua mitaro, tukazindua barabara. Hapo tutashirikiana kwa pamoja. Namuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu atusaidie watu wa Kigoma tuweze kupata barabara, lakini pia swala la mafuriko ya bwawa la Katubuka. Kuna bwawa linaitwa Katubuka. Hili bwawa liko miaka yote tangu tumezaliwa, halikuwahi kufurumia kiasi kile. Lakini wataalamu wetu walitengeneza mitaro, wakaelekeza maji yote ya mji kwenye hilo bwawa. Sasa hivi limebadilika, limekuwa ni bwawa ambalo linaleta mafuriko kwenye mji wetu wa Kigoma. Sasa kuna mtu alikuja kutudanganya, sijui alisema ni uongo au ni ukweli, akasema Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza bilioni 4 kwa ajili ya kwenda kutengeneza mtaro wa kuyatoa maji pale Katubuka. Na tukamwona mkandarasi anaanza kazi, na mimi nikaenda kuitisha mkutano, nikasema mnaoiona kazi ya mama. Baada ya mwezi mmoja na nusu mkandarasi ametoa vifaa vyote, anasema hana hela. Nikamuuliza shida ni nini, akaniambia pesa nilizokuwa nazitumia kujenga hapa ni pesa ambazo nilipewa kwa ajili ya barabara ya kutoka Katonga kwenda Ujiji. Sasa barabara ile inatakiwa kuisha, na hapa siwezi kuendelea kwa sababu hela za huu mtaro sijapewa. Mzee wangu Shemdoe, nisaidie. Na mimi ni mmoja kati ya mashabiki wako, na kukubali, unatusikiliza, tunakuheshimu, unatuheshimu, na hata 2030 ukichukua fomu yoyote tuko nyuma yako mzee wangu. Asante. La mwisho Mheshimiwa, naomba la mwisho. Malizia kwa kuunga hoja, malizia. Yes, namalizia. Swala la mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti ni swala la fidia. Wananchi wa kata ya Majengo na pamoja na Machinjioni walikubali kupisha upanuzi wa airport pale Kigoma mjini, na wakazuiliwa baada ya kufanywa evaluation, wakazuiliwa wasijenge tena kwenye nyumba zao kwa sababu wanasubiria kulipwa. Sasa tunakwenda mwaka wa pili, tofali liking'oka mtu anashindwa kurudishia kwa sababu anaamini kwamba hilo tofali itaongeza gharama ambayo hatolipwa. Ni muda umefika sasa, twende tukawalipe wale wananchi fidia pale Kigoma mjini ili maisha mengine yaweze kuendelea. Kwa kusema hayo machache, namalizia na hili la wavuvi. Mzee wangu, naomba mwenyekiti wangu nisaidie, wabunge wenyewe simuona kama kidogo mambo ni mazuri. Malizia. Yes, swala la wavuvi naomba umalizie kwa kuunga mkono hoja. Nadhani nimekuongezea muda wa kutosha. Haya, sawa.
Kwenye swala la wavuvi naunga sana mkono hoja baada ya kuona ziwa Tanganyika ni moja. Mheshimiwa Chipando. Asante sana, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana, kushukuru.